Simba magoli 3-1 dhidi ya Namungo. Nipo na mchungaji wa Simba, furani kama imetarada hadi kweli kweli. Furani kubwa. Kwa sababu sasa hivi tumeanza kushinda mfululizo. Na mfululizo huu unatupa indicator kwamba Simba anaenda kuchukua ubingwa wa NBC safari hii. Na leo furaha zaidi kwamba leo Libase kafunga, Oura kafunga. Yaani wachezaji wetu wote watatu wamefunga pamoja na Mpanzu. Mechi ya leo ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa, lakini quality ya Simba Sports Club imeamua. Sisi sio kama wale ambao timu za second ndo zinacheza. Sisi tumechezesha first 11 na wale wamecheza first 11. Ushindani ndio umeonekana, timu imepata ushindi. Hii ndio raha ya mpira, sio kuchezesha wachezaji ambao hawachezi. Hao wanakuwa kwenye benchi muda wote ndio wanachezesha kwenye mechi na wenzetu. Kwa hiyo hii mechi ya leo imetupa raha sana wana Simba. Maana tumeonyesha quality yetu na uwezo wetu mkubwa. Na hii mechi imetuonyesha ni wapi tunaenda. Kushinda goli 3 leo si kazi nyepesi. Wewe angalia goli la 3 ambalo wamefunga Mpanzu. Ni goli la kimataifa. Ni goli ambalo limefurahisha hata wale angalia mpira kwenye skrini wameenjoy. Ni goli zuri sana ambalo ni dalili za kwenda Simba kuchukua ubingwa mwaka huu. Wachezaji wa Simba wachezaji wa Yanga wanapofanya vizuri wanafananishwa na wachezaji wa Simba. Walimfananisha Libase Agwe pamoja na Alan Okello. Wewe unasemaje mchungaji? Libase leo ameingia kambani. Ni vitu kutoelewa. Okello hawezi kufika kwa Libase hata kwa 100%. Ni mtu kamwacha mbali sana. Huyu ana vitu vingi. Huyu alikotoka na uwezo mkubwa. Na vitu ambavyo anaonyesha uwanjani tofauti na Okello. Okello kutoa assist na timu ambayo tayari inaonekana kwamba ina mipango sio sawa. Huyu ameonyesha uwezo kwa timu ambayo inashindana na Simba Sports Club. Ndio kitu ambacho kimeonekana leo. Libase kitu ambacho ameonyesha leo ni kikubwa sana. Oura Libase ndio muhimili wa Simba. Wanaonyesha jinsi gani walisajiliwa Simba. Kwanza mpira wanaochezea wanavyotaka. Kwa hiyo ushindi huu wa leo haujaja kwa bahati mbaya, umekuja kwa uwezo wa timu na wachezaji mmoja mmoja siku hii ya leo. Mchungaji Selemani Mwalimu kila alivyokuwa anashika tachi watu wanamzomea. Hatoshi. Anatosha, na ni kwamba labda wamehusishwa na tukio la juzi la KMC. Juzi KMC alienda kuangalia mpira kama nilivyoenda kwenye mpira. Bahati mbaya nzuri nilikuwa naye uwanjani. Kitendo cha uwanjani kwenda pale kama shabiki mtu mwingine anaweza kaenda. Kwa sababu tunakumbuka kuna wachezaji wamepita wa Simba na Yanga kwa anaenda kuangalia mechi za Yanga. Mfano, mtu kama Morrison alikuwa anaenda kuangalia mechi, ni vitu vya kawaida sana. Umeona bana? Huyu mwingine aliyekuwepo hapa kwa Yanga aliondoka Yanga. Aziki alikuwa anaangalia mechi za Simba. Ni vitu vya kawaida sana kwenye mechi. Sasa sijajua kwa nini watu wanapenda kuzusha. Ni watu ambao wanataka kututoa kwenye hasa Yanga wanataka kututoa kwenye kwa ajili ya swala la kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Kwamba ionekane kwamba Selemani Mwalimu kaenda kule na mipango na Yanga Afrika. Hao wapi? Selemani alienda kuangalia game kama mtu mwingine anaenda kuangalia game. Ni kitu ambacho kimetokea. Ya leo tunazungumzia Selemani. Performance ya leo ya Mwalimu ni kama performance ya siku zingine. Mbona kuna mechi nyingi sana hajafunga na anakosa magoli. Ni kitu cha kawaida sana. Lakini leo nashangaa wanamuhusisha yeye na issue ya kwenda KMC. Sio swala sahihi kabisa. Na wanamuonea Selemani Mwalimu siku ile ameenda kama mtu mwingine anaenda kuangalia mechi. Na leo unaosema anaozomea, mimi sijamuona mtu anayezomea. Sijamuona hata mtu mmoja aliyemzomea Selemani Mwalimu. Kukosa magoli ni kama mechi zingine anavyokosa Selemani Mwalimu. Lakini huwezi kusema eti Selemani amekosa kwa sababu alienda juzi kwenye mechi. Na hii tabia hatutaki iendelee. Yanga ndio wanaipublish tabia ionekane kwamba sisi mchezaji wetu alienda kwenye ile mechi ya Yanga kwa ajili ya mipango yao na Yanga. Hiyo kitu haipo. Yule alienda kama kuangalia game kama game zingine au kama shabiki au kama mtu mwingine wote wa mpira kwenda kuangalia game. Kwa namna ambavyo swala la Simba ama swala la mchambuzi Wilson Oluma pamoja na nazungumzia na Young Africans Simba, ili swala la Wilson Oluma mchungaji umeliona kumvamia mashabiki wa Young Africans, lakini pia Ali Shabani amezungumza kitu cha kweli. Kitu cha kweli kinauma, na kitu cha kweli kama kinauma ni lazima kizungumziwe. Na kitendo cha kuzungumzia yule bwana hakuzungumzia kwa nia mbaya, amezungumzia kwa ile ukweli. Umeona bwana, kwa nini watu wa second ndio wacheze? Yaani watu ambao hawachezi ndio wacheze. First 11 mbona tuioni? Ndio kitu alichozungumzia, amehoji. Umeona? Kuhoji kuna ubaya gani? Mbona mechi zingine Yanga ameshinda kuna malalamiko? Kwa nini kwa nini mechi hii? Na kweli tunalalamikie mechi hii. Ina maana kama mechi hii haikuwa sawa. Kama mechi haikuwa sawa, lazima watu waseme. Kwa nini watu wasiseme? Watu wana uhuru kutoa maoni yao. Sasa kwa nini wamtishie kwamba na wampeleke polisi kama anavyosema? Kama ni mahakamani polisi ataenda, mahakamani ataenda na ukweli utajulikana. Nyinyi wa Simba mnasemaje? Yupo sahihi? Yupo sahihi. Hata wana Yanga wengine wanasema yuko sahihi. Huyu Wilson Oluma yupo Yanga anasema. Kwa sababu kitu alichosema ni cha kweli, ndio maana wale wanaumia. Lakini si sawa wanavyomshambulia kwenye vyombo vya habari. Wanamshambulia kwa jambo ambalo ni kitu cha kawaida, kutoa maoni yako. Sisi tuna uhuru wa kutoa maoni yetu, hasa pale unapoona kwamba panastahili kutoa maoni. Yeye katoa maoni yake, wanamwataki. Kumwataki vile ni kwamba ni ukweli. Kwa nini mwataki sasa? Angenyamaza ingeonekana ile issue sio kweli.
Ukimwataki watu wanaanza kudauti kwa nini unamwataki. Ukimwataki watu wanajua labda inawezekana ilikuwa ni sahihi. Elie Mpanzu amefunga goli ambalo linaendelea kujidhihirisha kwamba atarudi kwenye ubora wake. Umejisikiaje Elie Mpanzu kufunga goli nyakati hizi? Inamrudisha katika morali. Pili, Elie Mpanzu muendelezo. Hana muendelezo mzuri kwa sababu ya injury labda na kule kuumwa. Lakini Elie Mpanzu mechi kama hizi anaweza akakupa kitu mpaka mwenyewe ukapata raha. Umeona amefunga goli ambalo ni tamu sana, goli la 3. Yaani magoli wanafunguaga maeneo ya Europe. Umeona kwamba mpira unakuwa kama unatoka kumbe unaingia kwenye nyavu. Magoli kama yale ni adimu sana kuona yanafungwa ovyo ovyo. Na tunataka tarehe 3 Elie Mpanzu akaonyeshe mwamba wake ili tumdhibitishe rasmi na kumwekea muhuri kumgongea. Tarehe 3 atufungie goli kama lile aliomba amefunga leo. Na tarehe 3 kwa uongozi wa Simba tunaomba mechi yetu ipelekwe Arusha. Hilo ni ombi maalum. Mechi ya Simba na Yanga ipelekwe Arusha. Maana tunaona upepo wa Arusha ndio upepo sahihi, Simba anaweza kuchukua ubingwa na kaifunga Yanga Afrika. Bado mpo kwenye mbio za ubingwa. Ya, tupo na tuko tayari na tuko tayari kuchukua ubingwa na ubingwa uko wazi. Na Simba anaonekana ndio ana dalili nzuri ya kwenda kuchukua ubingwa. Pamoja na kusema wenzetu wanaongoza kwa pointi 5. Pointi 5 gap hilo tutalipunguza tarehe 3. Baada ya kuwafunga zitabaki pointi 2. Tutajua tutafanya nini baada ya hapo, baada ya kuwafunga Yanga Afrika. Lakini ubingwa uko wazi na huu ndio mwaka wa Simba kuchukua ubingwa. Tusipochukua mwaka huu ubingwa tutachukua mwaka gani? Ya. Libasa Geye performance yake kama kawaida. Libasa sio swala la kuuliza, ndio mchezaji ambaye anaonekana kwamba kila mechi ana perform. Leo ka perform katika kiwango cha juu sana yeye pamoja na Oura. Wale sasa hivi ushaonekana kwamba hata katika wachezaji ambao tunaomba kama tuwape uraia ni wale wachezaji wawili. Libasa pamoja na Oura. Kama inawezekana tuwape uraia wa muda ili wakatusaidia kwenye AFCON. Wachezaji ambao tumewalenga na sisi tunaomba maombi yetu kwa serikali kama inawezekana wapewe uraia wa muda ni Libasa pamoja na Oura na Diroko. Wapewe uraia wa muda kwa ajili ya AFCON kusaidia national team. Inos Jospin Loemba leo ameanza mara baada ya maneno mengi, malizishwa na performance yake. Performance ni nzuri sana na alisababisha timu kucontrol pale katikati, timu kuweza kutulia. Amefanya kazi kubwa sana. Na leo kuna sabu ambayo mwalimu ameifanya. Tulitamani sana stoke. Angetoka mwalimu pale mbele, alafu aingie Mpanzu. Basi, alafu huyu Innocent angeendelea kubaki. Kuna kitu ambacho tunataka tukione kwa ajili ya tarehe 3. Bahati mbaya ametoka yule, lakini tumekiona kitu ambacho tutakiona baada ya tarehe 3, kitu tutakiona kupitia wachezaji hawa. Tarehe 3 Yanga wajipange sana. Hiyo ni taarifa. Wajipange sana. Leo Kibabage hayupo. Lakini leo Ulingo anamuonyesha kama Kibabage yupo. Kwa hiyo siku ya tarehe 3 Simba Sports Club kuanzia leo tunajipanga kwa ajili ya mechi ya tarehe 3. Hiyo tarehe 3 tutakuwa tutoa masiara. Kama itatajika kidole cha jibiki katwa kitakatwa. Kama itatajika Mandala katwa mkono atakatwa. Ili mradi tushinde tarehe 3. No way, hatutaki discussion kuhusu tarehe 3 kwamba siku na mkato wa sare nini. Tarehe 3 tunahitaji ushindi kwa namna yoyote. Tarehe 3. Ndio mechi ambayo tunaitazamia ambayo itatupa mwanga kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu mwaka huu. Asante sana, Mungu aibariki Simba Sports Club.